Karibu sana mtazamaji wa Zone Media ili ujipatie taarifa zote zinazojiri katika uga wa kimataifa. Maandamano makubwa yanayoipinga serikali ya kidini ya Iran yameingia zaidi ya wiki mbili, huku maelfu ya wananchi wakimiminika mitaani katika mji mkuu wa Tehran na mji wa pili kwa ukubwa Mashhad. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema angalau watu 116 wameuawa katika vurugu zinazohusiana na maandamano hayo, huku zaidi ya watu 2600 wakikamatwa na vyombo vya usalama. Maandamano hayo yameendelea licha ya serikali ya Iran kuzima mtandao wa internet na mawasiliano ya kimataifa, hatua iliyofanya iwe ni vigumu kwa dunia ya nje kufahamu hali halisi ya ndani ya nchi hiyo. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yanasema vifo vinaendelea kuongezeka, huku hofu ya ukandamizaji mkubwa ikiongezeka. Wakati maandamano yakiendelea, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibafu alitoa onyo kali kwa Marekani na Israel, akisema nchi hizo zitakuwa malengo halali ya kijeshi iwapo Marekani itashambulia Irani kama alivyotishia rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza ndani ya bunge huku wabunge wakipiga kelele za kifo kwa Marekani, Kalibafu alisema Irani haitasubiri kushambuliwa kwanza endapo itaona dalili zozote za tishio. Iwapo Irani itashambuliwa, ardhi inayokaliwa Israel pamoja na vituo vyote vya kijeshi vya Marekani, kambi, meli na bezi zake katika ukanda huu zitakuwa malengo yetu halali, alisema Kalibafu, mwisho wa nukuu yake. Aliongeza kuwa Irani iko tayari kuchukua hatua za kijeshi mapema bila kusubiri shambulio rasmi. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaunga mkono waandamanaji wa Iran kwa ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, akisema na nukuu, Irani inaelekea kwenye uhuru, labda kama haijawahi kutokea kabla. Marekani iko tayari kusaidia. Kwa mujibu wa magazeti ya New York Times na Wall Street Journal, Trump tayari amepewa chaguo za kijeshi endapo ataamua kuishambulia Irani, ingawa bado hajafanya uamuzi wa mwisho. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa onyo kali kwa Irani ikisema, msicheze michezo na Rais Trump. Anaposema atafanya jambo huwa analimaanisha. Ndani ya Iran, serikali imeonyesha wazi nia ya kutumia nguvu kali. Mwanasheria mkuu wa Iran Mohammad Movahed Azad alitangaza kuwa mtu yeyote atakayeshiriki maandamano atachukuliwa kama adui wa Mungu, kosa linaloweza kuadhibiwa kwa hukumu ya kifo. Spika wa bunge Kalibafu alisifu polisi na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, hasa kikosi cha Basij, kwa kile alichokiita kusimama imara dhidi ya waandamanaji. Tutawakabili kwa ukali mkubwa na kuwaadhibu wote wanaokamatwa, alisema spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mohammad Kalibafu. Video zilizovuja mitandaoni zinazodhaniwa kutumia internet ya satellite ya Starlink zinaonyesha waandamanaji wakikusanyika katika eneo la Punak kaskazini mwa Tehran, wakipeperusha simu zao zikiwa zimewashwa taa, wengine wakipiga vyuma na kulipua fataki. Katika mji wa Mashhad, waandamanaji walionekana kukabiliana na vikosi vya usalama, huku barabara zikifungwa kwa kuchoma magurudumu na taka. Mashhad ni nyumbani kwa msikiti wa Imam Reza, eneo takatifu zaidi kwa Waislamu wa Kishia, jambo linaloifanya mji huo kuwa na uzito mkubwa kisiasa na kidini. Maandamano pia yameripotiwa katika mji wa Kerman, kusini mashariki mwa Tehran. Hata hivyo, televisheni ya serikali ya Iran imeonyesha picha za baadhi ya maeneo ikiwa tulivu na maandamano yakiunga mkono serikali katika mji wa Qom na Kazvin, bila kuonyesha hali halisi ya Tehran na Mashhad. Maandamano haya yalianza Desemba 28 baada ya kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Iran Rayo, ambayo kwa sasa inabadilishana kwa zaidi ya Rayo milioni 1.4 na dola moja ya Kimarekani. Uchumi wa Iran umeathiriwa vibaya na vikwazo vya kimataifa vinavyohusiana na mpango wake wa nyuklia. Kilichoanza kama maandamano ya kiuchumi sasa yamegeuka kuwa uasi wa moja kwa moja dhidi ya utawala wa kidini wa Iran, huku mustakabali wa nchi hiyo ukizidi kuwa tete. Mtazamaji, tufuatilie hapa Zone Media ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.